Majina yangu naitwa Idi Gisila Gitianga, diwani kata ya Kashi. Jana nikiwa kwenye kikao cha mwenyekiti wetu wa mkoa tulipata taarifa hii, lakini ilitusikitisha sana. Baada ya kuja jioni nimezungumza na wananchi kwamba kwa sasa itabidi chukue njia tahadhari, moja ikiwepo suala la kurejesha ulinzi shirikishi kutoka kwenye jamii yetu katika vitongoji. Moja ya mambo tuliokuwa na kemea ni kuhakikisha kwamba kusiwepo mtu yeyote ambaye si raia mwema katika kitongoji asiyefahamika. Na kwa masaa 24 kila atakayeingia kwenye kitongoji au amesharipoti kama kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo tumelaani sana hiki kitendo, ndio maana tumewaambia wazee wetu pia wa mila ambaye ni wakale sana wajaribu kurudia historia. Yawezekana kuna mahali kuna jambo, lakini washirikiana na viongozi wetu wa dini kuona kwamba kama kuna jambo limefanyika mahali basi waweze kukumbuka. Lakini tumewasa pia wazazi wetu kwa maana ya kina mama na kina baba washirikiane katika familia, ngazi ya familia, kuona kinachotokea katika familia isijirudi. Historia inaonyesha huyu bwana huyu kijana leo huwa mama yake alishakuwa na mgogoro na mama yake, jirani akiendelea kumsaidia, jambo ambayo ilipelekea hata kupelekwa polisi na akarudi akapotea kwa muda mrefu, na baadaye alirudi kuja kuishi na mzazi wake, kitendo ambayo baadaye ilipelekea mama kupoteza maisha na yeye kupoteza maisha baada ya wananchi wa serikali kuja kuchukua hatua kwa ghadhabu. Kwa hiyo tunasema sisi tumekubaliana kama jamii kwamba sasa tutachukua hatua ya kuhakikisha tunarejesha ulinzi shirikishi ya jamii katika kila kitongoji, na ili wale wote watakaoonekana si wa kawaida waweze kuhojiwa na kupelekwa katika vyombo vya sheria kwa ushirikiano wa serikali na familia zetu. Kwa kweli familia wamesikitika sana na wanajuta kwamba kama miongoni mwa familia kuna aliyekuwa anasaidia leo anasikitika sana, wakati familia upande mwingine unataka kuchukua hatua ya kumrejesha na ama kumkemea, lakini kuna wengine walifikiri atarejea, lakini jamii familia imesikitika sana kwa kweli kwa ajili ya kifo ambayo imetokea hawakutarajia. Mazishi kuhusu kijana ni kwamba atazikwa. Kuna utata kwamba alikuwa Muislamu lakini alienda akabadilisha dini kuwa Mkristo, jambo ambalo hakuna aliyeweza kudhibitisha kama alirejea kwenye Uislamu kwa ushahidi umetafutwa au kuonekana. Kwa hiyo atazikwa kawaida. Anasikwa leo. Wote kaburi ziko mbili na wanazikwa wote leo. Tamko letu ni kwamba tunawaaza wananchi wetu anapokuwa katika dhehebu ambaye linamhusu basi aendelee kujitambulisha na kuripoti kuweza kushirikiana kwa pamoja. Kwa hiyo tumesema sisi kama serikali pamoja na jamii hatutataka mtu anayekaa hivi, na kama hana dini basi pia akafahamika na dini ya asili. Nimeahidi wananchi, nimeahidi ushirikiano kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi katika kata kwamba tutahakikisha kupitia vijiji vyetu 6 na vitongoji yetu yote 26 kwamba ulinzi unaimarishwa, na kwamba popote yeyote ambaye tutamhisi anauza dawa bila kusita kupitia mikutano mikuu ya vitongoji tutashirikiana kumbaini bila kuogopa, na pale ambapo familia husika yenyewe itakuwa inahatamia na kuililinda tutachukua hatua ya kumkemea. Kwa jina naitwa Isa Mustafa Maguo, ni katibu wa kamati ya amani wilaya ya Babati. Matendo kama haya ya ukatili kwanza tunayakemea na tunawasa jamii kwamba wawe makini, na pia wazazi wawalee vijana wao katika malezi ambayo ni bora. Pia na serikali ichukue jukumu lao hasa kukemea swala la madawa ya kulevya, na kila mmoja ashike nafasi yake. Madawa ya kulevya ndio yanayofanya tukafika katika hatua hii. Dawa za kulevya zinatufanya tufike katika hatua hii, ikiwemo bangi, gongo, na hasa ndani ya wilaya yetu ya Babati mkoa wa Manyara umekuwa unaongoza matukio ya hapa na pale hasa ya mauaji. Kwa hiyo sisi kama kamati ya amani, nikiwa kama katibu wa amani, nalikemea kwa nguvu zote, na tutaendelea kukaa na tutaiomba serikali hasa kupitia ofisi ya mkuu wa wilaya ili kamati ya amani ipite kila kata kuweza kukemea na kutoa elimu hasa kuhusu amani, kwa sababu kamati yetu ina makundi yote, viongozi wa dini ya Kiislamu, dini ya Kikristo, pia na wazee wa mila. Pia hayo yote tutaiomba serikali iweze kutuwezesha kamati yetu tuweze kufanya hiyo kazi, tupite kila kata ndani ya wilaya Babati ili tuweze kukemea kwa nguvu
kwa sababu watu wa dini jamii inawasikia zaidi. Manake ni watu wa amani, mashehe wapo, wachungaji wapo, maaskofu wapo. Kwa hiyo wito wangu kwa jamii, kila mmoja awe mlinzi, kila mmoja aweze kutoa taarifa, hasa anapoona madawa ya kulevya na hasa anapomwona mtu anaashiria kuvunja amani, kwa sababu amani ndio nchi yetu inatamka, hasa ukifuata kauli mbiu ya mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Anasisitiza amani sana, na hasa kwenye kipindi hiki tunachoenda cha uchaguzi tunasema hata na vyama vyote vya siasa vihubiri amani. Tunategemea kwamba tutakuwa bega kwa bega na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kukemea jambo ambalo halifai katika nchi hii, ili tufanye ibada zote ni amani. Naitwa Amina Selemani Mungai, kazi wa Babati. Taarifa hizi tumezipokea kwa uchungu sana na imetuuma, tumeumia. Pia tumekuja paka huku, mimi ni ndugu. Nyumba hii mtoto huyu mama tumemwoa kwetu. Kwa hiyo tumekuja. Kwa kweli taarifa hizi tumezipokea kwa uchungu sana na tumeumia. Na tunaomba vyombo vya ulinzi kwa kweli ongeze ulinzi, ili matukio kama haya yasiwepo. Na pia haya madawa ya kulevya viongozi pia waangalie sana, sababu watoto wetu wanaumia, wanaumiza kwa kweli. Maana mtu kuchukua hatua kumuua mama yake ni kitu kigumu sana, ila nadhani haya madawa ya kulevya. Tatizo kwa kweli mimi naona ni haya madawa ya kulevya. Sisi tulivyokuwa wadogo kwanza tumekuwa kimaadili sana. Kijana wa sasa hivi yani kumweka kimaadili, unaweza kumlea vizuri lakini akawa tena akapotoka kutokana na mazingira, vinywaji hivi, madawa ya kulevya. Akaja ukasema amemuoa kwa kusudi lakini kumbe sio akili yake. Kwa kweli maadili yamepotea kidogo. Serikali inatakiwa kwa kweli ikae na vijana wetu. Viongozi wa dini kwa kweli wakae na vijana, makundi wafanye kama darasa, wawafundishe vitu kama hivi visiendelee kutokea.